Sawa, tuendelee. Mwenyezi Mungu ameamrisha watu waende, sio kwamba wasiende. Lakini tazama malengo gani? Mwenyezi Mungu anasema katika aya, qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Qul, sema Muhammad, mwambie siru fil ardi, nendeni katika ardhi, nendeni katika safari zenu, lakini pia mtazame kwa macho, mtazame kwa akili, mtazame kwa nyoyo yenu, kwa nyoyo zenu, kaifa kana aqibatul mukaththibin, vipi ulikuwa mwisho wao, maangamizi, sio maangamizi. Tayeb, aya nyingine nasema awalam yasiru fil ardi, hawaendi katika ardhi, awalam yasiru fil ardi fayanzuru, wakatazama, fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, wakatazama mwisho wao ulikuwa vipi wale waliokuja kabla yao, kaumu za zamani. Kanu ashadda minhum quwwa, kwa nguvu tu walikuwa na nguvu zaidi kuliko makoresha hao wanaokataa kufuata. Wa atharu al-ardh, wakafanya kazi kubwa katika ardhi, wa amaruha, wakaamirisha ardhi kwa kilimo, kwa ujenzi, kwa kila kitu. Wa amaruha akthara mimma amaruha, zaidi kuliko wanaofanya makoresha, na wameangamizwa, itakuwa wao. Kwa hivyo hizo zote zinaita ni wito kwamba nini? Kwamba mnapopita sehemu kama hizi panatakana i'tibar, yaatabir katika hali za wale waliokuja kabla yetu, waliowapinga mitume yao, utizame iwe mauidha. Halafu Mwenyezi Mungu Mtume sallam amekataza katika kupita katika majumba ya wale walioangamizwa ila kwa dharura na kwa ibra. Anasema Mtume la tadkhulu masakina alladhina dhalamu anfusahum, msiingie katika majengo ya wale, majumba yao wale ambao waliodhulumu nafsi yao. Ayusibakum ma asabakum, yasije kufikeni aliyofika wao, ila isipokuwa kama mnapita, antakunu bakin, na kwa mnalia, thumma asri'u, mpite haraka. Mpaka walipopita katika njia sehemu ya kaum Thamud, wa ajazu alwadi, wakapita lile bonde, tena baadaye ikawa tena wameshapata mauidha, alau kuzinduliwa kwamba hapa waliishi watu wakaangamizwa hapa. Sasa basi ikawa ni hivyo. Thamud, ashabu al-hijr na wengine Thamuda, ziara za sehemu kama hizi ambazo kuna maangamizi yaliyotokezea kabla, au katika the empty quarters, Rubu al-Khali, ambao eneo zima katika Saudia, katika jangwa, jengo zima linaonyesha bakaya ruins na makuta yanaonyesha kwamba eneo lilikuwa mji na hadhara wana civilization yao, lakini yote Mwenyezi Mungu ameangamiza. Kuna walioangamizwa kwa mvua, waliopinduliwa juu chini, kuna kila aina adhabu, kwa upepo mkali, kimbunga, kuna kadha. Sasa ikiwa mtu anataka kwenda kutembea kama hii, lazima iwe bitafkir, tafakkur, na achukue kama ibra, funzo, kwa kutaalum wa taalim, kwa kujifunza na kufunza, kwa ni mawaidha, ni tadhkir, kumbusho, iwe ya kwenda sambamba pamoja na bukaa, kilio, na kwamba ni funzo la kujifunza nini wafanye ili isitokezee kwa wao kama vile. Kwa hivyo sio kwa lilmut'a, kwa starehe, kama unakwenda kama tourist na kufurahi na kupiga mapicha. Allah, ikiwa haijakujia fikra ya kusikitika kwa yaliyofika wale, basi itakuwa hujatekeleza kama ilivyokusudiwa, kwa sababu aya zinakuwa siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu almukaththibin. Yani Allah anasema hivyo, anatuambia mnapopita mtizame mwisho wao ulikuwaje wale. Yani lazima iwe ni idha, funzo, darsa, na kwa hivyo anaposema Mtume sasa, mkipita mpite na kuwa mnalia, kilio sio cha nini, kilio cha kuhisi kwamba je, ingelikuwa na sisi tutatufika ikawa hajapata hidayah, itakuwa hali gani? Kilio kwamba wale watu wataweza kustahimili vipi adhabu ya Mwenyezi Mungu baada ya maangamizi haya. Kuna adhabu nyingine, adhabu al-akbar inasubiri.
Kwa hivyo idha lazima iwe katika kupita huku, inna fi dhalika la ayat. Kwa hivyo tunaposoma aya hii awalam yahdi lahum kama ahlakna min qablihim, haijabainikia wangapi kaumu ngapi tumeangamiza kabla yao, min alquruni, katika karne zilizopita na umma zilizopita, yamshuna fi masakinihim, wa Quraysh wanapita katika majumba yao. Inna fi dhalika la ayat, inna fi dhalika la ayat. Naam, hii dhalika kitu gani? Inna fi dhalika, katika jambo hilo ayat. Dhalika alhalak, maangamizi, watadmir, uharibifu wote, na baqaya, makuruins zinazobakia makuta yale, na athari zinazobakia. Hizo zote ni barahin, uthibitisho kutosha kwamba hapa palikuwa na civilization kabla, kwamba hapa watu waliishi katika mustawa mkubwa kabisa. Ayatun lil'idha, mau'idha, ayatun litafakkur, ayat litadabbur, kuzingatia mazingatio makubwa. Inna fi dhalika la ayat, nifahamika maana inna fi dhalika la ayatin afala yasma'un. Je, hawasikii? Kusikia kwa masikio tu kusikia wakazingatia. Na kauli hapa imekuja kuzingatia kwa sababu mambo yaliyotokezea zamani ilikuwa ni just history imebakia, na history huwezi kuona, history ni kusikia. Afala yasma'un, kwa sababu inakuja baadaye inafanya awalam yara, au sio? Hapa tena kwa awalam yara hawaoni, tabioni atakayesmauna yubsirun, albasar kwa macho. Kwa hivyo tunaona hapa nini? Afala yubsirun. Inapokuja katika kitu kuona wakati wako unasema albasar, lakini hapa sam'i inafanya kazi. Msikilize aliyowafika wale, kutokana na unayoona yale yaliyobakia na kusikiliza visa vyao, halafu kusikia kule kunaambatana na nini? Kujirakibisha. Afala yasma'un, hawasikii ayat hizi, halafu kisha ikawa ni darasa kwao, wakajirakibisha na mwendo wao. طيب, unapoona afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tasma'un, afala tubsirun, haya yote katika nini? Ni kuhimizwa katika mazingatio, kwa kila njia, kwa hisia zako, sensi zako za kusikia, za kuona, za na moyo pia inaingia katika nini? Katika kuyafahamu haya na kukubali, kuamini, imani yako ikuepushe na adhabu inayokuja. طيب, إن في ذلك لآيات. نعم, إن في ذلك آيات. لآيات أفلا يسمعون. نكون آية ngapi? 27. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. طيب, هي 27. tumebakiwa na aya ngapi? Na aya mbili tu. Aya 27, awalam yarau, je haoni, anna, ya kwamba sisi. Wakati mwingine kuna anna haina alifu, na hii anna ya kwamba ikishaingia alifu inaingia sisi. Na naambia wenye kuadhini siku zote hapa, mkisema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini wengi utasikia ashhadu anna Muhammad, nashuhudia kwamba sisi Muhammad. Astaghfirullah, makosa. Alifu hii unatia, unaongeza sisi Muhammad Rasulullah. Jamani, msiseme jirakibisheni. Siku moja siku mbili narudia baba, ashhadu anna Muhammad, nashuhudia kwamba sisi Muhammad Rasulullah. Sio maana yake lakini ukisema anna ya kwamba basi ashhadu anna Muhammad,
tena ikate namu utie pamoja na Muhammad, mim dhammamu pamoja na anna, ashhadu anna Muhammad rasulullah, ikate moja kwa moja. Kwa hivyo hapa awalam yarau anna, hawaoni ya kwamba sisi nasuqul ma ila al-ardi al-juruz. Nasuqul ma maana nini? Tunayasukuma. Suq tumezungumza kabla na suq. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara, wasiqa alladhina taqaw ila al-jannati zumara. Yasuquna, yani suq nasaq, trunk ile mtu anaitwa saq, na miguu ya mtu saq. Sahihi. Tunaposoma suq, sokoni, miguu yako saki na kupeleka pale unapokusanyika watu, ukaitwa suq. An-nas tasuq amti'atahum wa ashya'ahum ila makani al-jam'. Watu wanachukua, wanaburura, wanapeleka vitu wao pale wanapokutana watu, huyo kauza hichi, huyo kanunua hichi, ikaitwa suq, ndio sokoni. Kwa hivyo suq siyaq, yani ya bimaana ya nini? Kwenda au kupeleka. Kwa hivyo kuna mwendo baina kutoka pahala kwenda pale. Sawa. Na hapa utizame kwamba kauli hii kwamba maji yanapelekwa, nasuqu almaa, tunapeleka maji kutoka pahala kwenda pahala, kutoka majabalini akashuka mpaka kwenda kwenye mito, au sio? Kutoka sehemu fulani upepo ukachukua ukapeleka sehemu nyingine. Haya, mfumo wote, hata mawingu Mwenyezi Mungu anayapeleka sehemu nyingine, anashuka maji mvua, au sio? Na Mwenyezi Mungu akisema nasuqul maa, tunapeleka maji kutokana na sehemu ambapo hamna maji, na ardhi yake ikawa ardhi mbaya, ardhi haikubali ziraa, inapopata maji ardhi inachangamka. Nasuqul maa ila nini? Ila al-ardhi, katika ardhi al-juruz, ardhi kavu, ardhi isiyokuwa na mimea kabisa. Al-juruz bimaana nini? Al-yabis allati la nabata fiha, yabis, kavu, isiyokuwa na miti yote. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, sura Kahf nasoma kila siku. Tukajalia ma 'alayha, juu yake, sa'ida, udongo, wa ardhi hii ambayo juruza au kamati haupandi mtu yote katika saida juruza. Kwa hivyo hawaoni kwamba ardhi ilikuwa maji, ardhi ilikuwa haina maji, tukasababisha tukaleta maji, miti ikapata ikaota, au sio? Makapatikana majani, wanyama wao wakapata kula, kwa wenyewe wakapata kula, au sio? Ndio kwa maana aya inasema awalam yara, haoni Mwenyezi Mungu vipi anavyohuisha ardhi ilikuwa imekufa. Na yote tabiri kwa ajili ya nini? Ibara nini? Kukumbuke kwamba jambo la kufufuliwa jambo dogo, inakwenda on the same ni hii, yani shim kwamba nini masala kwamba Mwenyezi Mungu ndo atakayefufua waliokufa. Tazama ardhi magari, ardhi juruz, analeta maji papi na awalam yarau anna nasuqul maa, hawaoni ya kwamba tunapeleka maji ila ardhi juruz, kwenye ardhi kavu, fanukhriju bihi, kisha tukatoa kutokana na maji haya, bihi bihadha almaa, bihadha almaa, matar, mvua au maji yote yanatoka yanokwenda katika mito yakachukua pia takataka nyingine yakabakisha katika sehemu ambayo sio sehemu yenye, yani sehemu ile kwa tambarare, yani maji yanatoka kwenye jabali milimani huko juu mpaka yanapofika chini yakapungua spidi, yakabakisha maji, na baadhi ya ile mchanga na udongo uliochukua ule ukaweza kunufaisha sehemu zile ambapo maji yamefika. Ardhi ilikuwa kavu, ardhi ilikuwa haipandi kitu, ardhi imekufa, khawiyatun ala urushiha, kuja shika nyingine. Alafu Mwenyezi Mungu fanakhruju bihi bihadha alma, tunatoa zar'an, mimea, taakulu, wanayokula, minhu, kutokana na mimea na maji haya na mimea hii, an'amuhum, wanyama wao, na an'amuhum mawashihum, min al-ibil wal-baqar wal-ma'iz, ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, wote an'am. Wa min al-an'ami hamula 8 azwaj, katika aya za mwanzo, min al-baqar 2 wa min al-ma'iz 2, hasa min al-ibil 2 wa ذي hawa an'am au mawashi, au bimaana zaidi wanyama aina 3-4 hizi, ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo, nani, basi an'am, kwa ajili ya faida ya kula. Kwa sababu hata hapa an'am kata yatakulu minhu,
kula, sio malengo kwamba wanapata chakula, la wanyama wao wanapata majani kula, na wao wenyewe wanapata nini? An'amuhum wa anfusuhum, na wanapata matunda ya kula, sio? In afala yubsirun, hawaoni? Mara ngapi nasikia ardhi kavu, ardhi hakupandi kitu hapa, ardhi mashallah Mwenyezi Mungu ameteremsha mvua safari, ardhi imestawi, napata mazao mazuri, sio? Afala yubsirun, hawaoni kwamba haya hajaja tu ile kwa Mwenyezi Mungu ameyatekeleza. Kwa hivyo darasa kubwa hii, Kwa hivyo tumo bado katika kusisitiza kwamba Mwenyezi Mungu anahimiza kuhusu kufufuliwa, na kwamba na haya yanakuja katika mazingatio pia jumla. Yametoka mazingatio za kaumu zilizoangamizwa huko, imetoka katika kaumu mbalimbali za kabla ya Musa na yaliyotokezea na wafuasi wake Bani Israeli. Sasa hivi anatuelezea katika nature, anasema katika maumbile aliyoumba katika ardhi na mvua, na namna gani tutapata matunda, na haya yote haya Mwenyezi Mungu ametujalia ili nini? Tutafakari. Na dalili mwenyewe kasema hapa mwisho aya ni afala